Na huku nchi hii ikiadhimisha sikukuu ya Madaraka, sherehe zilishuhudiwa katika kaunti mbalimbali, huku viongozi wakitafakari vipaumbele vya maendeleo na changamoto zinazowaathiri wakazi. Katika kaunti ya Kwale, viongozi walimwomboleza mwanafunzi wa miaka 17 kutoka eneo la Ukunda ambaye alifariki katika mkasa wa moto katika shule ya wasichana ya utumishi. Katika kaunti ya Mombasa, serikali ilithibitisha tena kujitolea kwake kutatua dhulma za kihistoria za ardhi kupitia mpango wa kitaifa wa umiliki wa hati miliki unaolenga kuhakikisha maelfu ya maskota wanamiliki ardhi. Haya hapa ni maelezo ya jinsi siku hiyo ilivyoadhimishwa katika kaunti mbalimbali, na taarifa hiyo imeandaliwa na mwanahabari wetu Alvin Kaunda. Viongozi katika kaunti ya Kwale walimwomboleza Zuhura Rahma aliyekuwa na miaka 17 kutoka Ukunda ambaye alifariki kwenye mkasa wa moto katika shule ya wasichana ya utumishi. Kulingana na naibu gavana wa kaunti hiyo Chirema Kombo, Zuhura alikuwa miongoni mwa wanafunzi waliopata ufadhili wa masomo kutoka kwa serikali ya kaunti ya Kwale. Wakati wa sherehe za Madaraka, viongozi pia walielezea wasiwasi wa wakazi wa Samburu na Kinango kuhangaishwa na ndovu, wakitoa wito wa kuhamishwa kwa ndovu hao. Ya msichana wetu Zuhura ambaye aliangamia na huo mkasa, sote tukaweze kusimama. Ni wa Kwale pale Diani Ukunda, na tulikuwa tunamlipia kama serikali, na tukaweza kupata dakika moja kuungana na familia kuomboleza mkasa huo. Hayo yakijiri, kamishna wa kaunti ya Mombasa Mohamed Nur amewahakikishia wakazi kwamba serikali inashughulikia tatizo la muda mrefu la maskota kupitia mpango wa kitaifa wa Rais William Ruto wa umiliki wa ardhi. Akizungumza katika uwanja wa Bilima katika kaunti ndogo ya Kisauni, Nur alisema kuwa mpango huo unalenga kurekebisha dhulma za kihistoria za ardhi kwa kurasimisha makazi na kutoa hati miliki. Kuna eneo mbalimbali ambaye hazina title, watu hapa wote watakuja kupata title. Hakuna mtu atafukuzwa kwa ardhi yake, tuko na hiyo amri, hatuwezi evict mtu yoyote. Tunaambia mtu aongee na serikali na serikali itanunua hiyo ardhi. Katika kaunti ya Kajiado, wasiwasi kuhusu kuwatumia wahuni wakati wa maandamano ulishamiri kwenye hotuba, huku viongozi wa eneo hilo na asasi za kiusalama zikiwahakikishia wakazi hatua zilizoimarishwa za kulinda maisha na mali. Criminals will not have their way in Kajiado. They will try elsewhere. While we know our constitution allow for peaceful demonstration and right of assembly and people to express themselves, it is criminal for you to ban other businesses. It is criminal for you to pretend to be selling soda and food in a kiosk and you are selling drugs. Na hatimaye katika kaunti ya Narok, kizazi cha wapiganaji huru wa Mau Mau walikariri wito wa fidia kutoka kwa serikali ya Uingereza wakisema haki bado haijakamilika kwa familia. President wetu akitoka katika mipango ya kiserikali pande ya Coast, akiingia atakaa chini na Secretariat Office ili tuweze kujua wa Kenyans watafaidika kwa mpango gani kwa sababu ya fidia sao. Nikiripotia Darubini, mie ni Alvin Kaunda.